Tume ya uchaguzi nchini Tanzania yahairisha uchaguzi kwa muda katika eneo bunge hili, yatoa sababu hizi za msingi kwa uamuzi huo wao. Mtazamaji, bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kuhusiana na kuhairishwa kwa uchaguzi huo. Wakati Tanzania ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao, ikiwa ni takriban siku 30 tu zimebakia, matukio ya ghafla ambayo hayakutarajiwa yamesababisha kufutwa kwa uchaguzi wa ubunge katika mojawapo ya majimbo yake nchini Tanzania. Uamuzi huu unafuatia kifo cha aliyekuwa mgombea ubunge wa jimbo la Fuoni akiwakilisha chama tawala cha Mapinduzi cha Rais Samia Suluhu Hassan CCM, anayefahamika kama Abbas Ali Mwinyi. Uchaguzi wa ubunge wa Fuoni umefutwa rasmi hadi hapo itakapoweza kutangazwa tena na tume hiyo. Marehemu Abbas Ali Mwinyi aliyefariki Septemba tarehe 25 mwaka huu alikuwa kaka wa Rais wa Zanzibari Daktari Hussein Ali Mwinyi. Kifo chake kilitokea wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya Lumumba iliyopo mkoa wa Mjini Magharibi Zanzibari. Kutokana na kufariki dunia ghafla, mchakato wa uchaguzi huko Fuoni kumradhi, umeathirika moja kwa moja na kusababisha kufutwa au kusimamishwa kwa uchaguzi katika jimbo hilo, huku siku 30 zikibakia. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa siku hiyo hiyo na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo hilo la Fuoni Miraji Mwadini Haji, mawasiliano rasmi kuhusu kifo cha Abbas yalipokelewa kutoka kwa naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibari. Tukio hili la kusikitisha lilisababisha kufutwa au kuweza kusimamishwa mara moja kwa uchaguzi wa kiti cha ubunge cha Fuoni kwa mujibu wa sheria za uchaguzi za nchi. Katika ripoti hiyo iliweza kuchapishwa na gazeti la Mwananchi mtandaoni, nikinukuu, ilisema INEC yahairisha uchaguzi Fuoni, sababu ni kifo cha mgombea Abbas Ali Mwinyi. Kuhairishwa ama kufutwa kwa uchaguzi huo kumefanywa rasmi kwa mujibu wa kifungu cha 71(2) cha sheria ya uchaguzi namba 1 ya mwaka 2024 inayoipa tume huru ya uchaguzi INEC mamlaka ya kuhairisha au kufuta uchaguzi endapo mgombea atafariki. Kutokana na hali hiyo, INEC sasa itapanga tarehe mpya ya uteuzi wa wagombea wapya kupitia tangazo la gazeti la serikali, na taratibu zote za uchaguzi wa Fuoni zitaanza upya. Ingawa uchaguzi wa Fuoni umefutwa, hali ya uchaguzi ya wagombea wengine walioteuliwa kisheria kote nchini bado haijabadilika, na uchaguzi huo utafanyika kwa wakati. Hawa ni pamoja na wale ambao hapo awali walikuwa wamethibitishwa kuwa wagombea wa Fuoni, mbali na marehemu isipokuwa mgombeaji atajiondoa kwa hiari, uteuzi wao bado utasimama. Hata hivyo, kwa kuzingatia kanuni za uchaguzi uliofutwa, hakuna shughuli za kampeni zitakazoruhusiwa Fuoni hadi mgombea mpya wa CCM atakapoteuliwa. Jimbo la Fuoni lilioko katika wilaya ya Magharibi ya Zanzibari sasa linaonekana kuwa ndilo jimbo pekee ambalo uchaguzi wa wabunge hautaendelea kwa wakati kama ulivyopangwa katika uchaguzi mkuu ujao hapo awali. Kughairiwa huku ni jambo muhimu, hasa kwa kuzingatia muda huku mchakato wa uchaguzi wa kitaifa ukiendelea kote nchini. INEC imesisitiza kuwa hakuna shughuli za kampeni za ubunge zitakazofanyika Fuoni huko Zanzibari hadi mchakato mpya wa uteuzi utakapokamilika. Kufutwa kwa uchaguzi wa Fuoni kulifanyika kwa kuzingatia matakwa ya kisheria na kiutaratibu kulingana na katiba. Hii inahakikisha kwamba uadilifu wa mchakato wa uchaguzi unadumishwa hata katika hali zisizotarajiwa. Hii si mara ya kwanza kwa uchaguzi wa Tanzania kubadilika ghafla kutokana na kifo cha mgombea, lakini muda na wasifu wa kisiasa wa marehemu umevuta hisia za umma na vyombo vya habari. Abbas Ali Mwinyi hakuwa tu mgombeaji ubunge kwa CCM, bali pia alikuwa na uhusiano wa karibu na ofisi kuu ya Zanzibari. Kufutwa kwa uchaguzi wa Fuoni kwa hivyo kumevuma kitaifa. Vyama vya siasa hususan CCM vinatarajiwa kuanza mijadala ya ndani na maandalizi ya kumteua mgombea mpya. Hili litafanyika mara tu INEC ama tume hiyo ya uchaguzi itakapotangaza rasmi tarehe mpya ya uteuzi. Hadi wakati huo, shughuli zote za uchaguzi huko Fuoni Zanzibari zimesitishwa kutokana na kufutwa kwa uchaguzi huo kufuatia kifo cha Abbas Mwinyi. Baraza hilo la uchaguzi limetoa wito wa kuwa na subira na heshima kwa sheria, huku taifa likiomboleza kuachwa kwa kiongozi na kujiandaa kurejesha mchakato wa kidemokrasia huko Fuoni Zanzibari hapo baadaye.
Kufutwa au kuhairishwa kwa uchaguzi huo kumezua ombwe la muda katika eneo bunge la Fuoni Zanzibari, lakini mamlaka husika imesalia na nia ya kuhakikisha uwakilishi kamili kwa wananchi wake kupitia mchakato halali na wa uwazi. Wakati huo huo, majimbo mengine kote Tanzania yanaendelea na maandalizi yao, huku wagombea wakishiriki kampeni na wapiga kura wakishiriki katika juhudi za elimu ya uraia. Hata hivyo, Fuoni ni ubaguzi wa wazi, huku uchaguzi wa ubunge huko ukiwa umefutwa rasmi kutokana na kupoteza mgombea ghafla. Mazishi ya Abbas Ali Mwinyi yanatarajiwa kuhudhuriwa na watu mashuhuri na viongozi na kuadhimisha wakati wa maombolezo ya kitaifa. Athari za kifo chake zinaenea zaidi ya familia na chama chake, kwani sasa zimeathiri moja kwa moja ratiba ya uchaguzi wa bunge la Fuoni. Kwa mara nyingine tena, kufutwa kwa uchaguzi ama kuahirishwa kwa uchaguzi wa ubunge Fuoni nchini Tanzania kunaendelea kutekelezwa huku taifa likisubiri mwongozo kutoka kwa tume husika. Uchaguzi mkuu wa Tanzania bado uko mbioni kwa nchi nzima, huku maandalizi kwa kiasi kikubwa yakiendelea kulingana na ratiba, lakini matokeo ya Fuoni yanatumika kama ukumbusho wa hali isiyotabirika ya uchaguzi ya maisha pamoja na umuhimu wa kubadilika kwa kitaasisi. Wakati taifa linashughulikia habari hizi za ghafla, mashirika ya kiraia na waangalizi wa uchaguzi pia wamepima uzito, wakielezea kuunga mkono uamuzi wa kufuta ama kuahirisha uchaguzi huko Fuoni. Wanabainisha kuwa mchakato wa uchaguzi lazima wakati utangulize haki, uhalali na haki za wagombea wote, ikiwa ni pamoja na haki ya chama cha siasa kuteua mtu atakayechukua nafasi yake endapo mmoja atafariki. Kwa hivyo kufutwa ama kuahirishwa kwa uchaguzi wa Fuoni kunaonekana kuwa hatua ya lazima ili kuhifadhi uhalali wa mchakato huo katika eneo bunge hilo la Zanzibari. Wakati huo huo, wakazi wa Fuoni wameelezea hisia tofauti, wakiomboleza kumpoteza mtu mashuhuri, huku pia wakikabiliana na ukweli kwamba ushiriki wao katika uchaguzi mkuu ujao umetatizika. Hata hivyo, wapiga kura wengi walikuwa tayari wameanza kujihusisha na jumbe za kampeni na kujiandaa kumpigia kura, lakini kutokana na kufutwa kwa uchaguzi huo wa Fuoni ni lazima sasa wasubiri maelekezo mapya kutoka kwa mamlaka ya uchaguzi nchini. Wachambuzi wa kisiasa pia wameangazia kuwa kuahirishwa kwa uchaguzi huko Fuoni Zanzibari kunaweza kuathiri kidogo ari ya wapiga kura na ushiriki katika maeneo bunge ya karibu. Ingawa uchaguzi mpana zaidi wa kitaifa unatarajiwa kuendelea na idadi kubwa ya wapiga kura, hali ya Fuoni inatumika kama ukumbusho nyeti wa jinsi majanga kibinafsi yasiyotazamiwa yanaweza kuingiliana na michakato ya kitaifa ya kidemokrasia inayohitaji marekebisho, kama vile kuhairiwa kwa uchaguzi ili kudumisha viwango vya kisheria na utu wa ubinadamu. Kwa sasa watu wa Fuoni watasubiri taratibu za kisheria na kiutawala zikiendelea. Kuhairishwa kwa uchaguzi katika eneo lao kuna maanisha kuwa watakuwa bila uwakilishi kwa muda bungeni mara muhula mpya utakapoanza. Pamoja na hayo, viongozi wamewahakikishia wananchi kwamba upangaji upya wa uchaguzi wa ubunge wa Fuoni utafanyika mara tu taratibu muhimu zitakapokamilika. Kwa mukhtasari, kifo cha Abbas Ali Mwinyi kimepelekea kufutwa ama kuahirishwa kwa uchaguzi wa ubunge katika jimbo la Fuoni Zanzibari, Tanzania. Uamuzi huu, ingawa ni mgumu, unafuata mfumo wa kisheria uliowekwa katika sheria ya uchaguzi ya Tanzania. Hata hivyo, inaonyesha kujitolea kwa mchakato wa haki na hutoa nafasi ya maombolezo na mwanzo mpya katika safari ya uchaguzi kwa wapiga kura wa Fuoni. Mtazamaji, ni hayo tu nimekuandalia kwa sasa. Kumbuka kulike video hii kisha bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu mpya.